Mwanakondoo ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mbele yenu naitwa mchungaji Yasinta Chazi Sanga, mchungaji wa kanisa la Moravian jimbo la Kusini Magharibi, ushirika wa Ibanga, lakini pia ni katibu wa wilaya ya Mbeya. Na waletea neno kutoka kiongozi kalenda, ikiwa leo ni tarehe 2 mwezi wa 4. Ni Alhamisi njema. Neno kuu linalotuongoza ni Zaburi ya 111 mstari wa 4, yenye maneno yasemayo, amefanya ukumbusho wa matendo yake ya ajabu. Bwana ni mwenye fadhili na mwenye rehema. Lakini pia tunaongozwa na neno kwenye Agano la Kale, Zaburi ya 146 mstari wa 5, yenye maneno yasemayo, heri ambaye Mungu wa Yakobo ni msaada wake na tumaini lake kwa Bwana Mungu wake. Pia kwenye Injili ya Mathayo ambayo ni Agano Jipya, Mathayo 26 mstari wa 27b mpaka 28, maneno ya Mungu yanasema, akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili yenu na ondoleo la dhambi. Tunapoona kwenye neno kuu ambalo tunaongozwa, ikiwa leo ni Alhamisi njema, Alhamisi yenye baraka, kama Watanzania, kama dunia nzima, tunapoadhimisha ukumbusho wa Yesu Kristo, kifo chake, tunaona namna anavyosema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Lakini pia tunaona namba ambapo anasema amefanya ukumbusho wa matendo yake ya ajabu. Tunaposema matendo yake ya ajabu, yako matendo mengi. Mwimba Zaburi anaposema Daudi kwa habari ya kwamba matendo ya ajabu, yako matendo ambayo ameyafanya Yesu alipokuwepo hapa duniani. Jambo la kwanza ni uponyaji. Ameponya watu mbalimbali. Tunaposoma kwenye maandiko tunapoona wako watu ambao walikuwa hawawezi kwa muda mrefu, lakini Yesu aliwaponya. Lakini pia wako ambao walikuwa wamepita katika changamoto kubwa sana. Wengine walipita katika hali ya kufiwa na watoto wao ambao ni watoto wao wa pekee, lakini Yesu akaachilia faraja kwao, akawaponya, akawafufua hao watu. Kwa tunapokumbuka hayo matendo, tunaona namna ya uzuri wa Yesu katikati ya maisha yetu, namna ambavyo Yesu anawahurumia watu pasipo kuangalia rangi, pasipo kuangalia kabila, pasipo kuangalia jambo lolote. Akiamua kufanya anafanya. Tunapoona hayo matendo makubwa, tunaazimisha uzuri wa Yesu, namna ambavyo amesimama katikati yetu, namna ambavyo anatupigania usiku na mchana. Yasiyowezekana kwa wanadamu, tunaona namna ambavyo yanawezekana. Kwa yule mwanamke aliyekuwa anatokwa damu kwa muda wa miaka 12, tunayaona matendo makubwa ambayo Yesu alijidhihirisha kwake. Kwa sasa tungeona kama watu ambao anapita katika magonjwa kama kansa, ambayo inawezekana kibinadamu tukaogopa, lakini yuko Yesu anayeweza. Mwana kondoo ameshinda. Mwana kondoo ameshinda. Mwana kondoo ameshinda, mpendo wa Bwana. Tunapoadhimisha Alhamisi njema, tunaona pia kwenye kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo sura 26, inatuambia namna ambavyo Yesu aliwakusanya wanafunzi wake, akawaketisha pamoja, akawaambia, hiki kikombe hiki kinyweni, maana ni damu itolewayo kwa ajili yenu, lakini huu mkate ni mwili utolewao kwa ajili yenu. Kile kikombe kilikuwa kina maana kubwa sana. Kikombe ni mateso ambayo Yesu aliamua kuyavumilia. Kila mtu kwenye maisha ana kikombe chake anachopita. Mwingine anaweza kupita kwenye kikombe chako mateso yako ni magonjwa. Mwingine anaweza kupita kwenye kikombe chako ikawa ni namna ambavyo kazini mambo hayaendi kama ulivyotegemea. Mwingine anaweza kupita kwenye kikombe chako, inawezekana ni familia imekuwa ni mateso, kila kuitwapo huwezi kulala. Nikwambia, tunapoadhimisha Alhamisi iliyo njema, Yesu pamoja na mateso makubwa aliyoyapata, pamoja na namna ambavyo alikuwa anaadhimisha pamoja na wanafunzi wake, inatuambisha kwamba tunapomtumaini Mungu katika kila jambo anaweza. Kama neno kuu ambalo tumetembea kwamba alifanya matendo makubwa. Matendo makubwa ambayo katika hali ya kibinadamu ambao watu wengi yaliwashangaza, naye Mungu ana uwezo wa kufanya matendo makubwa katikati yako. Alhamisi hii ikawe ni Alhamisi njema. Tunapokwenda kushiriki hii meza siku ya leo, ukumbuke namna ya yale mateso. Unapokumbuka ujue Yesu yuko kukusaidia katikati ya mateso. Yuko kukusaidia katikati ya nafasi aliyokuita. Yuko kukusaidia katikati ya biashara yako. Yuko kukusaidia katikati ya kazi unayoifanya. Yuko
tayari kukusaidia katikati ya jambo lolote. Yawezekana ni kiongozi, lakini unafika mahali unakwama, unatamani uipate faraja, lakini huoni faraja. Kwa Alhamisi ya leo unapokwenda kushiriki hii meza ya Bwana, muone Mungu anakwenda kufanya jambo kubwa kwako. Mwana kondoo ameshinda. Mwana kondoo ameshinda, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana mwingine unapita kwenye kikombe kikubwa sana, unapita kwenye hali ngumu sana. Yawezekana mwingine ni uchumi, yawezekana mwingine ni magonjwa. Hata unaponitazama mahali hapa, yawezekana mahali pengine umekata tamaa, unaona kufa tu, uone kitu kingine. Kupitia siku ya leo, muone Mungu katikati ya hilo jambo, na Mungu ni mwaminifu. Mlinganishe Mungu na jambo unalokutana nalo, kwamba Mungu anaweza. Halioni hilo tatizo lako ni kubwa, Mungu kwake analiona si chochote. Mtazame Mungu kwa kila jambo. Kama neno lake tunaloliona kwamba amefanya ukumbusho wa matendo yake ya ajabu. Bwana ni mwenye rehema na ni mwenye fadhili. Anatufadhili sisi sote katika nyakati zote, anatufadhili. Mahali pengine tumesafiri, tumerudi salama, sio kwa sababu ya uzoefu wetu wa kuendesha magari, sio kwa sababu ya uzoefu wetu katika kila chochote. Ni Mungu anatufadhili usiku na mchana, na mahali pengine tumelala, tumeamka, ni fadhili za Bwana, ni fadhili za Bwana kila kuitwapo leo. Mungu ni mwenye rehema, anaturehemu. Angalia shida yako ni kubwa kiasi gani. Angalia tatizo lako umekaa kwa muda mrefu kiasi gani. Angalia unapita kwenye mazingira gani ya upweke. Mtazame Mungu katikati ya hichi kipindi. Unapomtazama Mungu, Mungu ni mwaminifu. Yuko tayari kukutia nguvu, yuko tayari kukuponya, yuko tayari kukuinua tena. Inawezekana wako wengine wamekuja mbele zako, wamekuletea habari mbaya, zimekuzoofisha, zimekusononesha, zimekuondolea utulivu. Lakini leo ninakuletea habari njema kwamba Yesu anakupenda na hajakukatia tamaa, anakuwazia mawazo mazuri. Ikiwa leo Alhamisi iliyo njema, ikawe njema kwako kiroho, kimwili, na kila hatua unapotembea, jiambie kwamba Mungu, ninakutaka wewe na nguvu zako katika yote. Mungu anaweza. Mungu anaweza mtumishi. Mungu anaweza baba. Mungu anaweza mama unayenitazama. Mungu anaweza ndugu yangu ambaye umejikatia tamaa. Ni kweli wako watu wapendwa waliotegemea wanaweza wakasimama na wewe, lakini wamenyamaza. Mtazame Mungu ambaye katika kila jambo anakuwa pamoja na wewe. Kama mwimbaji mmoja kwenye wimbo wa Tenzi ya Rohoni, mwamba wenye imara, anasema japopita katika bonde la uvuli yuko pamoja na sisi. Lakini anasema kwenye ule ubeti wa 3, anaongea maneno mazuri kwamba hata nitakapoingia kaburini, ninajua Mungu utakuwa pamoja na wewe na mimi. Nakwambia Mungu yuko pamoja na sisi, yuko karibu na sisi kuliko hata mavazi yetu. Mtazame Mungu. Mtazame Mungu. Mungu ni mwaminifu, anafanya kama alivyofanya kwa Ezekieli, na kwako atafanya. Kwenye Alhamisi njema hii ya leo, ikawe ni Alhamisi njema katika yale ambayo yameshindikana kwa muda mrefu, uanze kuyaona yanawezekana. Uanze kuona mpenyo, uanze kuona neema, uanze kuona kufanikiwa. Mungu ni mwaminifu, usikate tamaa. Mungu abariki neno lake. Ikiwa leo ni Alhamisi, kwenye kiongozi kalenda ni siku ambayo tutawaombea watawala ambao Mungu amewasimamisha kwa zamu yao. Tufunike macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuna kila sababu ya kukushukuru. Asante kwa neema na kibali ulichotupa watoto wako. Ikiwa leo ni tarehe 2 mwezi wa 4, tunawainua watawala wetu kwenye serikali yetu ya Tanzania. Tunaomba Mungu wakumbuke katikati ya utawala wao. Jehova, waongoze wakikupendeza wewe Mfalme. Lakini zaidi tunaomba toba na rehema kwa ajili yao. Kukiweko jambo lolote wezekana wamefanya kwa kujua au kutokujua kinyume na mapenzi yako, tunaomba uwasamehe. Zaidi Bwana, tunawainua tena. Tunaomba Bwana, simama pamoja nao katikati ya uongozi wao. Uwaongoze Mfalme wa amani. Uwatetee jemadari wa vita katika jina la Yesu Kristo. Hatuachi kuombea viongozi wetu wa kanisa. Mungu, watazame kwa upya. Achilia neema yako juu yao. Achilia mafuta yako juu yao. Mungu, wasimamishe kwa zamu yao ili wakutumikie vema, mwamba wa uzima, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu uliye mwaminifu. Asante pia kwa ajili ya mtazamaji ambaye Bwana anatutazama saa hii. Yawezekana kuna mahali amekwama, yawezekana mwingine ni mgonjwa, yawezekana mwingine Bwana anapita katika hali ya uchungu. Yesu uliye hai,
kutana na haja ya moyo wake, kutana mfalme wa amani, mvushe, msaidie katika jina la Yesu Kristo. Tunaamini Mungu, kila tunachokuomba kimekuwa. Heshima, utukufu ni zako. Kanisa tuseme amen. Mwana kondoo ameshinda. Mungu awabariki. Amen.